mmoja anayetambulika kwa jina la Abbas Masoud Osman mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa Chake Chake, amefariki dunia wakati akiogelea kwenye bwawa la maji katika kijiji cha Mtakata, wilaya ya Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba. Zungumza juu ya tukio hilo, mkuu wa wilaya ya Chake Chake Bi Zuhura Mgeni Othman amesema tukio hilo limetokea majira ya saa 5 asubuhi ambalo limepelekea kifo cha marehemu huyo. Hivyo ametoa wito kwa wananchi wa wilaya ya Chake Chake kuacha tabia ya kucheza karibu na maeneo hatarishi. Toe wito kwanza kwa walimu ambao wapo katika hii skuli ya Jeshini, kwa sababu tumepata taarifa kwamba bwawa hili hata wanafunzi huwa wanatoroka skuli kuja wakafanya vitendo vyao vya kuogelea hapa. Kwa hiyo tunawaomba wazazi na walimu na walezi kwamba tusiwaruhusu watoto ama tuchukue hatua za kipekee kujua vipi tunawazuia watoto kuja katika eneo hili. Kwa ufupi, tuweke ulinzi mkali, tuhakikishe wanafunzi hawaji kucheza katika eneo hili. Mkuu wa operation kutoka kikosi cha zimamoto na uokozi zoni ya Pemba, mrakibu mwandamizi Mbaruku Ali Juma, amesema wamefanikiwa kumwokoa mtu huyo na kumfikisha hospitali ya Chake Chake kwa uchunguzi zaidi. Saa 5 mchana tulipata taarifa kwamba kuna kijana kazama kwenye bwawa nyuma ya skuli ya Alhamis Camp iliyopo Vitongoji, wilaya ya Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba. Kitengo cha uzamiaji zimamoto na uokozi kilichopo Pemba tulifika eneo la tukio na kukutia kijana huyo bado yuko chini ya maji. Kwa zoezi zima la uokozi, baada ya dakika 5 tulifanikiwa kumpata kijana huyo. Hapo tumewakabidhi wenzetu wa jeshi la polisi kwa taratibu nyingine za kuendelea na madaktari. SSF Mbaruku amewataka wananchi pindi anapotokea majanga yoyote kupiga simu 114 ili kuwawezesha zimamoto kufika haraka zaidi. Kwa hiyo nitoe wito kwa jamii wasiruhusu vijana au wale vijana ambao hawana idea ya kuogelea wasifike kwenye maeneo kama haya hapa. Daktari zamana hospitali ya Chake Chake Muhammad Ali Shaali amesema amepokea mwili huo na kufanyia uchunguzi na kuthibitisha kuwa ameshafariki. Mnamo majira ya saa 9 za jioni nimepokea mwili ulioletwa kituoni kwetu na jeshi la polisi, na baada ya kufanyia uchunguzi mwili wa marehemu huyo tulibaini kwamba tayari ameshafariki na sababu ya kifo chake ni kukosa hewa kutokana na kuzama katika dimbwi la maji. Nikiripoti Thania Alivuai. Ewe mwananchi, kikosi cha zimamoto na uokozi Zanzibar kinakutaka utoe taarifa mapema pindi unapokutwa na majanga. Piga namba 114, yani 114. Ujumbe huu umeletwa kwenu na kikosi cha zimamoto na uokozi Zanzibar. Zimamoto, kikosi cha zimamoto.